Kwenye hii kamati yako ambayo umeiunda, unaiona wilaya ya Wanging'ombe kwenye eneo la soka ikienda wapi kwa miaka 4 ambayo utakuwepo madarakani wewe na ile jopo lako? Tumezingatia sana jiografia wakati tunafanya teuzi hizi. Tumeangalia watu wetu, ndugu zetu wa Imarinyi, Mdandu, Iguachanya, Ones Katawa anatokea Ilembula, lakini pia Loimiko Mbafu anatokea Uhambule, na mimi natokea Liadebwe. Kwa hiyo ukiangalia tumegawanya kila maeneo ili tunapokutana tunapata changamoto za kutoka kwenye maeneo yote. Kwa hiyo itaturahisishia sana kwamba kama ni watu wetu wa Imarinyi, ndugu zetu wa Imarinyi, wa Mdandu, Ilembula, Uhambule, lakini pia tunaye Salma kutoka Wanging'ombe penyewe. Kwa hiyo tumegawana vizuri sana majukumu. Tukikutana kwa pamoja tunaweza kushare na kufanya kitu kizuri sana kwenye mpira wa miguu. Moja ya changamoto ambayo iligusiwa ni kwenye eneo la ofisi. Chama hakina ofisi. Tegemee kwamba kwa sasa mnaenda kupata ofisi miongoni mwa mikakati yako, au bado utaendelea kufanyia kazi pale pale ambapo walikuwa wanafanyia waliopita? Kiuhalisia bado hatuna chama cha mpira wa miguu, hatuna ofisi, na hili ni moja ya lile jukumu ambalo nimelibeba kuingia nalo, kwamba ni lazima tuwe na ofisi chama cha mpira wa miguu wilaya ya Wanging'ombe, na ikiwezekana tuwe na ofisi za mfano kwenye vyama vingine. Kwa hiyo ni kitu ambacho tumekibeba ndani ya miaka 4 tuhakikishe kwamba tunafanikiwa kuwa na ofisi. Moja ya changamoto kubwa ambayo inatajwa kwenye wilaya ya Wanging'ombe kwenye upande wa soka, ligi zipo, watu wanacheza ligi, lakini pale ambapo anapatikana bingwa ligi ya wilaya kuelekea mkoa ni kama pana gap hapa. Umejipangaje kwenda kulitatua hili? Nafikiri tu ni kuboresha mahusiano kati ya chama cha mpira wa miguu wilaya na chama cha mpira wa miguu mkoa, na kuhakikisha kwamba interval ya ligi ya wilaya inaanza, ili kuhakikisha kipindi ambacho ligi ya mkoa inaanza tuwe tayari tunaye bingwa wa ligi ya wilaya. Ubingwa anatoka kwenye ligi ya wilaya kwenda kucheza ligi ya mkoa. Kwa hiyo nafikiri mahusiano tu mazuri ya kuandaa ratiba nzuri ligi ya wilaya na kuianisha na ratiba mkoa huwa inatakiwa moja aanze, moja afuate. Kwa hiyo lazima ligi ya wilaya ianze, then ligi ya mkoa ifuate, na baada ya hapo bingwa lazima atashiriki tu. Moja jambo jingine ambalo tungetamani sana kulisikia kutoka kwako. Inatajwa kwamba hii ni miongoni mwa wilaya ambayo ina siasa sana kwenye masuala mazima ya kimichezo. Unaendaje kupambana na hili jambo? Kuna watu wanaamini kwamba kwa sababu ipo Abubakar Aziz basi kuna upande utakuwa unapendelewa zaidi. Sijui kwa nini wanaamini hivyo. Unajua mdau wa kwanza wa mpira wa miguu ni serikali. Kwa hiyo hatuwezi kuacha kwa namna yote kushirikiana na serikali, lakini pia hatuwezi kuacha kushirikiana na viongozi na wadau mbalimbali walioko wilaya ya Wanging'ombe ambao wanaweza kutusupport. Hiyo hatuwezi kuacha. Kwa hiyo issue za usiasa kwenye mpira wa miguu na zisikia kama ambavyo wewe unasema. Sawa, tumegusia kwenye eneo la namna ambavyo siasa labda zinaendesha mpira wa miguu, na kile ambacho umekigusia kwamba mdau nambari 1 wa masuala mazima ya kimichezo ni serikali. Na serikali imewasupport vipi kwenye mchakato huu wa uchaguzi? Okay. Asante sana. Unajua baada ya mimi kupita kwenye uchaguzi huu, nilikaa na viongozi ambao walikuwa wanamaliza muda wao na wakanishirikisha namna ambavyo wadau mbalimbali walishiriki kwenye kuhakikisha kwamba uchaguzi au mchakato mzima mkutano unafanikiwa. Na kiuhalisia nina wajibu wa kuwashukuru sana ofisi ya mkuu wa wilaya Wanging'ombe. Nimshukuru sana kaka yetu Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kaka yetu Mwansasu, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi wa mkutano, lakini pia kwa kuwezesha ofisi yake kwa kuwezesha jukumu hili au mkutano huu masuala ya budget kwa kushirikiana na ofisi ya DAS kwa dada yetu Veronica. Niwashukuru sana. Lakini pia kipekee nimshukuru pia mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe kwa namna ambavyo na yeye amekuwa mdau mkubwa sana wa michezo. Ndio. Na moja ya jambo kubwa, tunaelekea sasa kwenye kipindi cha miaka 4. Vipaumbele ni vipi kama mwenyekiti? Kabla sijaenda kwenye vipaumbele Kibe, ningependa pia niwashukuru baadhi ya wadau. Sio wadau, niseme wale ambao waliajibika kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha mkutano unafanikiwa.
ningeanza na kamati ya uchaguzi kiongozwa na kaka yetu Khalid Kapela ambaye ndo alikuwa mwenyekiti na Sheikh Mansuri. Hawa walifanikisha zoezi zima la uchaguzi na mchakato mpaka kufanikiwa uchaguzi kukamilika. Lakini pia niwashukuru viongozi waliomaliza muda wao wakiongozwa na kaka Ruimiko Mbafu ambaye ndo alikuwa mwenyekiti na wajumbe wote, chama cha mpira wa miguu wanawake, chama cha makocha, lakini pia chama cha waamuzi, kuhakikisha kwamba mkutano unafanikiwa. Lakini pia nitoe shukrani za dhati kabisa kwa virabu, viongozi wa virabu ambao ndo wajumbe, kwa kuweza kufika virabu vyote, wajumbe wote ambao ni halali walifika na kushiriki uchaguzi. Na mwisho kabisa siwezi kuacha kumshukuru mheshimiwa mbunge wa jimbo la Wanging'ombe. Amekuwa mdau mkubwa wa michezo, na kwa eneo moja ama jingine ligi imechezwa msimu uliopita chini ya udhamini wake. Kwa hiyo ningekuwa mchoyo wa fadhila kama nisingewashukuru. Lakini kipekee kabisa nimshukuru mwenyekiti wetu wa chama cha mpira wa miguu mkoa wa Njombe, kakaangu Emmanuel Mbogela. Lakini pia naomba zifikishe salamu kwa mheshimiwa rais wa TFF Wallace Karia. Kwa namna moja ama nyingine amekuwa mdau mkubwa sana kwenye michezo, hususan kwa wilaya yetu ya Wanging'ombe. Yes. Na kwenye eneo lako sala vipaumbele ambavyo labda watu wengi wavitegemea wana Wanging'ombe, tunaanzia wapi? Tunaanza kuyaishi yale mazuri ambayo ndugu zangu waliotangulia waliomaliza muda wao walikuwa nayo. Lakini tutakuwa na maingizo mapya kwenye yale ambayo tunaona yanabidi yatekelezwe. Mfano tuna changamoto ya ofisi kama nilivyosema awali. Lakini pia ligi yetu inatakiwa iongezwe kidogo kwenye, kulikuwa kuna changamoto za waamuzi. Unajua tuna waamuzi wachache sana Wanging'ombe. Ndio. Kwa hiyo tunatakiwa kuongeza wataalamu wa kutosha, kwa maana tuongeze course za waamuzi, makocha na maeneo mengine ya msingi. Yes. Lakini pia nilipokea maoni ya virabu kwamba tunapaswa kuwa tunavitembelea virabu. Ndio mambo ya mashirikiano. Yes, kutengeneza mazingira rafiki, kwa sababu wajumbe wa chama cha mpira wilaya ni virabu. Kwa maana hiyo tuwatembelee kwenye maeneo yao, tujifunze changamoto, lakini pia wanaweza kuwa na mawazo bora sana kwa namna gani tuweze kuboresha na kuendesha mpira wa Wanging'ombe. Sawa, na neno lako sasa kwa wadau wa soka kutoka wilaya ya Wanging'ombe, wewe ndio ukiwa mwenyekiti wao kwa sasa, Wangidifa ipo chini yako. Neno lako sasa, mashabiki wategemee nini, pia mambo makubwa ambayo unaweza kuona waahidi? Mashabiki, wadau wa mpira, niwaambie tunaenda kuishi maisha ya ushirikiano. Wadau, nikianza na mdau namba moja ambaye ni serikali. Kuna mradi wa ujenzi wa kijiji cha michezo. Sisi kama wadau au chama cha mpira tunategemea sana ushirikiano na serikali, lakini pia tunategemea miundombinu, uwekezaji wa miundombinu wa serikali utubebe. Kwa hiyo naomba Mungu sana, lakini pia nikitegemea utekelezaji wa mapema sana wa mradi wa ujenzi wa kituo cha michezo ambacho kitajumuisha vitu vingi sana, na kiuhalisia kwa mkoa wa Njombe, wilaya ya Wanging'ombe tutakuwa na upekee huo. Kwa hiyo uwepo wa kijiji cha michezo ambacho kitakuwa kinajumuisha facilities zote za michezo utawezesha vijana na watu wa mpira wa Wanging'ombe kupata fursa ya kuonyesha kile ambacho wanacho. Tuna changamoto kubwa sana ya viwanja wilaya ya Wanging'ombe. Kwa hiyo hiyo ni moja ambayo ni moja ambayo ya mawazo ambayo nategemea kuanza nayo. Lakini pia hatujai kutoa bingwa wa mkoa. Ndio. Wanging'ombe. Sikusema wakati ule si kwa sababu fulani, lakini hiki ni kipaumbele mojawapo. Nikiwaahidi wana Wanging'ombe kwamba hiki ni kipaumbele mojawapo ambacho tunaenda kuanza nacho. Lazima tupate bingwa kutoka Wanging'ombe ndani ya kipindi cha miaka miwili. Ndani ya kipindi cha miaka miwili tupate bingwa. Baada ya kumpata bingwa ndo tutaanzisha na mambo mengine, kwa sababu tukishampata bingwa anaenda kucheza ligi ya mabingwa wa mikoa, hatuna uwanja, itakuwa ni changamoto. Kwa hiyo ni lazima wadau wetu namba moja serikali tuwaombe kwenye lile ambalo wamelianzisha
kwenye lile ambalo wametuahidi kwamba wanaweza kulitekeleza, ikiwezekana walitekeleze mapema, ili na sisi kwenye eneo letu kama chama cha mpira tupambane kuhakikisha kwamba tunafanikiwa kuwa na bingwa mkoa, then tupande tucheze kwenye madaraja mengine makubwa mpaka tuje tupate mwakilishi wa ligi kuu. Inawezekana, na inawezekana vyote vikatekelezwa ndani ya miaka 4 ikiwa eneo la uwezeshaji wa mpira kuchezwa litapatikana. Hiyo inawezekana kwa sababu wadau wa mpira wa Wanging'ombe wapo. Hata nje ya Wanging'ombe pia wapo. Na moja ya jambo kubwa nje ya swala zima la wewe kuwa mwenyekiti wa Wangidifa, najua kwamba wewe ni mtaalamu wa masuala mazima ya marketing kwenye upande wa biashara. Hii product yako ya Wangidifa unaenda kuiuza vipi sasa sokoni? Okay. Ni kama vile ambavyo nimesema, wawekezaji hawaweki fedha sehemu ambako haiwalipi. Sasa kuna vitu vingi ambavyo wanazingatia. Wanaweka fedha ili na wao wapate matokeo. Kwa hiyo tunacheza ligi ndio, lakini mazingira ya uchezaji wa ligi sio rafiki sana. Yes. Kwa hicho pia ni moja ya kitu ambacho ni lazima uboreshe kwanza ili kuwavutia wawekezaji. Na ninachofurahia kwamba tayari tunao wawekezaji wadau namba 1 serikali, lakini pia tunaye mheshimiwa mbunge ambaye amekuwa ni mdau mkubwa. Tunao wadau wengine nje ya mbunge ambao pia wamekuwa wakitamani kufanya kusupport mpira wa Wanging'ombe, na nina mahusiano makubwa na taasisi mbalimbali. Tumekuwa tukifanya kazi kwa ushirikiano kwenye mashindano mengine ambayo tumekuwa tukiandaa. Nafikiri ni rahisi sana kuwajumuisha huku kwa sababu tayari unajua wale watu wanafanya kazi na watu kwa kuangalia uaminifu na uwajibikaji wao umenyoka vipi. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo liko ndani ya uwezo. Tunaomba Mungu atujalie uzima kwa sababu kiukweli mipango ni mingi ya kutekeleza. Kwa hiyo ikiwezekana yote yatatekelezwa ndani ya miaka 4, lakini cha kwanza tuwaombe sana serikali watutekelezee jambo la uwekezaji wa mradi wa kijiji cha michezo kwa wakati. Hapo sisi tutaanzia hapo. Ila kwa sasa hatuwezi kurudi nyuma katika yale ambayo wenzetu walikuwa wanayaishi. Tutatekeleza yale yote. Tutaboresha yale ambayo yanawezekana, lakini tuwaombe sana serikali. Ule mradi ni maisha ya vijana wa Wanging'ombe. Ni biashara kwa Wanging'ombe. Nafikiri mkurugenzi tulionaye, mkuu wa wilaya, mheshimiwa mbunge, tunaye Dasi, dada yetu Veronica, wanatambua umuhimu wa michezo. Mpira wa miguu ni biashara na mpira wa miguu ni ajira. Kwa hiyo tunaweza kuzalisha vijana wengi sana na tukazalisha ajira nyingi sana kupitia kijiji cha michezo cha Ufwala ambacho ndo eneo mpango kazi la michezo kwa halmashauri ya wilaya ya Wanging'ombe. Yes, labda kuna kitu ambacho uko unatamani labda kuzungumza na wadau wa soka na mimi labda sijakuuliza na wewe uko unatamani sana kuambia, waambie labda. Asante. Unajua wadau wote wa mpira wa miguu ambao mlikuwa mkishirikiana na uongozi uliopita, ambao walikuwa wakishirikiana na uongozi uliopita, ni wasihi kwamba sisi tumeingia kuendeleza yale mazuri ambayo wenzetu waliyafanya. Kwa hiyo ni wasihi kwamba tunawaomba sana mchango wenu. Kama ambavyo mlishirikiana na waliotangulia, tunawaomba ushirikiano pia katika msimu huu mwingine wa maisha ya mpira wa miguu Wanging'ombe. Lakini pia kwa wale ambao ni wadau wa kutoka nje ya wilaya ya Wanging'ombe, na waomba, unajua kuna wale ni watu wa Wanging'ombe lakini wanaishi nje ya Wanging'ombe. Tunao watu wengi sana wakubwa. Wengi sana. Bahati nzuri tunaye pia hata kaka yetu katibu mkuu, msemaji mkuu wa serikali ambaye yuko kwenye wizara ya michezo, katibu mkuu. Nafikiri anapaswa kujua kwamba ana wajibu wa kukumbuka nyumbani, na tunamuomba sana tukumbuke kwa sababu kuna fursa nyingi sana za kimichezo wizarani kwake, na yeye akiwa kama mtendaji tunamuomba akumbuke. Tunataka kusogea, wilaya yetu ni mpya. Tunataka na sisi iwe ni wilaya ya mfano, hususan kwa kuanzia kwenye eneo la michezo. Kuna maeneo mengi ambayo wilaya inapambana chini ya mkurugenzi na mkuu wa wilaya na mheshimiwa mbunge, lakini sisi kwenye eneo letu la michezo tunaomba tuanze sisi kuwa mfano kwa wilaya zingine, hususan kwa mkoa wa Njombe. Kwa hiyo viongozi, wadau mbalimbali walioko ndani na nje ya wilaya tunaomba wakumbuke nyumbani.
Sawa, huyo ni mwenyekiti wa chama cha mpira wa miguu wilaya Wanging'ombe wa Gidifa, Bakari Aziz. Sisi tunapenda kumuita Jibaba. Inawezekana leo umemsikiliza kwa undani zaidi, lakini pia hizi ni salam pia, kwa sababu inawezekana kuna watu wengi sana wanatamani kumsikia kama ambavyo ndugu zake wa pale Kijombe walikuwa wanatamani sana kumsikia. Basi ndivyo ambavyo amesikika leo hapa kwenye Chimbo la Michezo, lakini pia umempata hapa live kwenye YouTube channel yetu ya Aerial Media, na amefunguka kwa undani zaidi kuhusiana na kile ambacho anaenda kukifanya na kile ambacho anakitegemea kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake akiwa mwenyekiti wa Gidifa. Na sisi tunamtakia kila laheri. Bye Takibe, bye bye. Enjoy. Yeah.